mbalimbali, wote mliopo mahala hapa, watumishi wa serikali na binafsi wote mliopo hapa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Tabora, Mheshimiwa Mneki na viongozi wengine wa vyama vya siasa niliowaona hapa, viongozi wa dini, ndugu jamaa, marafiki wa marehemu, machifu mliopo hapa, wazee wa mkoa huu wa Tabora, makundi mbalimbali ya kijamii mliofika hapa na kuhudhuria mahala hapa, ndugu jamaa na marafiki, ndugu wananchi, watoto wadogo kama hawa tuliowashuhudia hapa, na wasalimu nyote kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza yamezungumzwa mengi. Kuhusiana na ndugu yetu Richard Yabwao, mimi nimefahamiana naye kwa muda tangu nikiwa mkuu wa wilaya ya Kaliua, lakini kwa wakati huo pia nikiwa na kaimu wilaya Tabora mjini, ambayo dada yangu Pendo upo. Tumefahamiana tangu kipindi hicho mwaka 2022, ndugu yangu Richard Yabwao. Kwa sifa zake nyingi zimezungumzwa na zimesemwa, sina haja ya kuzirejea. Ndugu zangu, siku ya Jumamosi majira ya saa 6 mchana tulipokea taarifa ya kusikitisha na kustua kuhusu kifo cha ndugu yetu Richard Yabwao, ambapo alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya taifa ya Muhimbili. Binafsi nilistushwa na taarifa hizo, kwani zimekuwa za ghafla katika kipindi hichi ambacho tulikuwa bado tunamhitaji. Binafsi pia nimepata fursa ya kufanya naye kazi kama nilivyoelezea katika nyakati tofauti, ambazo kazi hizo na majukumu yake alikuwa akiyatenda kwa weledi mkubwa sana. Ni mtu ambaye hachoshi, unafurahi na unafurahia kufanya naye kazi. Hasa kwa mtu kama mimi ambaye sio mvivu kufanya kazi. Kwa tulimechi vizuri sana na ndugu yangu Yabwao. Amesema jaji mfawizi amenishuhudia nikitoa machozi mara kadhaa. Ni kweli. Ndugu zangu, mimi nina vitu viwili. Sicheki wala silii, ila nafurahi. Lakini kwa mara ya kwanza nililia kwenye msiba wa bibi yangu. Mimi nimelelewa na bibi mzaa baba, kwa nilitoa machozi nikalia. Kwa mara ya pili ni leo nimemlilia ndugu yangu Yabwao. Sijawahi kupata kicheko. Itakapokuja siku hiyo itajulikana kilikuwa ni kwa sababu gani. Kwa hiyo nyakati zote ambazo nimemjua nikiwa mkuu wa wilaya, lakini kwa mara ya pili ni pale nilipoteuliwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mkuu wa mkoa huu wa Tabora. Kwa hiyo ikanipa nafasi kubwa ya kufanya naye kazi kwa ukaribu, na kazi nyinyi mmezishuhudia, wala hatuhitaji kuzieleza na kuzielezea. Yabwao alikuwa ni kiongozi mwenye kujituma sana, mwenye nidhamu na aliyeweka mbele maslahi ya wananchi katika kusimamia ulinzi wa raia na mali zao. Katika kipindi chake cha utumishi hapa Tabora, alionyesha ushirikiano mkubwa kwa watu wote bila kujali nafasi zao, rika, jinsia,
uthabiti wa kiutendaji na moyo wa kuhakikisha mkoa wetu unakuwa mtulivu wakati wote. Ndugu zangu, Abwao alikuwa mwenye ushirikiano katika shughuli mbalimbali za kijamii kama zilivyotajwa hapa. Yapo makundi mbalimbali mengi, makundi ya kidini, tena dini mbalimbali. Alikuwa Mromani, lakini alikuwa analea mpaka makundi mengine ya madhehebu mengine. Alikuwa mlezi wa vikundi mpaka vya wanakwaya. Ipo kwaya ya dhehebu moja ambayo haikupata nafasi ya kuimba, lakini ilitamani. Abwao alikuwa mlezi wao. Alikuwa mlezi wa timu yetu, ilikuwa mahiri sana, Tabora United, kama ilivyoelezwa hapa, na aliteuliwa bila kuulizwa na hakukataa, na alihudumu vizuri. Kwa yote hayo na zote hizo ni sifa ambazo zinafanya watu tububujikwe. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.